Mshauri wa kiongozi muadhamu anasema taifa la Iran na vikosi vya jeshi vitailazimisha Marekani kusalimu amri. Mshauri mkuu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei amesema kwamba mkono wa chuma vikosi vya jeshi na taifa thabiti la Iran vitailazimisha Marekani kurudi nyuma na kusalimu amri. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, Mohsen Rezai, kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, amekejeli mbinu ya Washington isiyo thabiti na ya uoga. Rezai ameandika kwamba rais wa Marekani Donald Trump huweka tarehe ya mwisho ya shambulio la kijeshi na kisha kulifuta mwenyewe kwa matarajio yasiyo na maana ya kulilazimisha taifa na maafisa wa Iran kujisalimisha. Anasema nguvu ya chuma vikosi vyenye nguvu na taifa kubwa la Iran itailazimisha Marekani kurudi nyuma na kusalimu amri. Matamshi ya Rezai yametolewa baada ya Trump kutangaza Jumatatu kwamba ameahirisha shambulio kubwa la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ambalo amedai lilikuwa limepangwa kufanyika Jumanne. Akitetea kurudi nyuma kwake, Trump amedai Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa Qatar, Mohammed bin Salman Al Saudi, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, na Mohammed bin Zain Al Nahyan, rais wa Falme za Kiarabu, wameniomba niahirishe shambulio letu la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwani mazungumzo mazito yanaendelea. Trump ameongeza kwa maoni yao kama viongozi na washirika wakubwa, makubaliano yatafikiwa ambayo yatakubalika sana kwa Marekani pamoja na nchi zote za Asia Magharibi na zaidi. Tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran, Trump ameainisha tarehe 5 tofauti za mwisho za kutimizwa matakwa yake, na katika kila hatua amelazimika kurudi nyuma na kutupilia mbali vitisho vyake kwa visingizio kadhaa, saa chache kabla ya tarehe ya mwisho baada ya Iran kumpuuza maneno yake. Mwandishi wa habari mpelelezi wa gazeti la Washington Post amechapisha maelezo kuhusu mashambulizi ya Iran kwenye taasisi na zana 228 za kijeshi za Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Mwandishi mpelelezi wa gazeti la Washington Post amesema Iran imeharibu au kutia hasara kubwa kwa uchache katika vituo na vifaa 228 vya kijeshi katika kambi 15 za jeshi la Marekani kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi. Katika kisa kimoja, mlipuko mkubwa ulionekana kwenye kambi ya anga huko Imarati kutokana na shambulizi la Iran. Wataalamu wamesisitiza kwamba kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya kujibu mapigo ya Iran kinazidi sana kile ambacho serikali ya Marekani imetangaza, na kwamba vita vimeonyesha uwezo wa Iran wa kushambulia kambi za Marekani, jambo ambalo wengi walikuwa wamelipuuza. Wakati huo Wall Street Journal imeripoti kwamba Marekani wametumia takriban dola bilioni 45 zaidi kwa ajili ya kununua mafuta, petroli na diesel wakati wa vita vya Iran kuliko walivyofanya kwenye kipindi kama hicho mwaka jana. Vilevile shirika la nishati la kimataifa limeonya kwamba ukarabati hali iliyosababishwa na mshtuko wa usambazaji wa nishati kupitia mlango bahari wa Hormuz utachukua miezi kadhaa. Vilevile rais wa taifa la Iran Masoud Pezeshkian ameapa kuendeleza mapambano huku Trump akizidi kupiga ngoma za vita, na anasema kwa taifa la Iran halitasalimu amri kamwe. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameapa kutosalimu amri kamwe mbele ya dola lolote au kutoa kafara heshima ya taifa kwa ajili ya faraja. Rais Pezeshkian amesema kuwa baada ya kushindwa kuipigisha magoti Iran katika siku 3, sasa adui anajaribu kuibua mgawanyiko kati ya watu wa Iran na viongozi wao. Hatutasalimu amri, sitasalimu amri kamwe mbele ya dola lolote. Hatutatoa kafara heshima ya nchi kwa ajili ya kutafuta starehe na tamaa za kidunia, lakini ni lazima tusimamie nchi kwa busara na hekima. Ameeleza kwamba maadui walimuua shahidi kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei bila mantiki yoyote ya kisayansi, kisheria au haki za binadamu. Vilevile waliwaua makamanda wa Iran, mawaziri, wanasayansi na wanafunzi wasio na hatia yoyote. Ameongeza kwamba wale waliodai kutetea haki za binadamu na sheria za kimataifa waliona uhalifu, lakini walisimama na kutazama tu kwa macho. Wanafanya vivyo hivyo kwa kila mtu. Angalia Gaza na Palestina, ni ukatili gani huu wanaofanya, amekemea Pezeshkian. Amesema vyombo vya habari vya Marekani vinahalalisha hilo, vikidai kwamba wanajilinda, na kuongeza kwamba wanaita mauaji kimbari kwa ni kujilinda. Vilevile rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba tawala za Marekani na Israeli zinaendeleza miradi ya kuzusha migawanyiko na kueneza hali ya kutoaminiana ili kuyaunganisha mataifa ya Kiislamu. Akizungumza mjini Tehran kwenye kikao na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi, Rais Pezeshkian amesisitiza kuwa sera ya msingi ya Iran imejengwa juu ya kuimarisha uhusiano wa kirafiki na mataifa jirani, hususan yale ya mwambao wa Ghuba ya Uajemi. Amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inataka mahusiano ya kirafiki thabiti na endelevu yanayozingatia ujirani mwema na mataifa ya Kiislamu ya eneo hili.
lakini tawala za Marekani na Israeli daima zimekuwa zikijaribu kutekeleza miradi ya kuibua mizozo baina mataifa ya Kiislamu. Rais Pezeshkian ametoa shukrani kwa nafasi ya Pakistan katika kusimamia mazungumzo ya kusitisha mapigano baada ya siku 40 za vita vya uvamizi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Ameelezea matumaini kwa juhudi hizo za kidiplomasia zitaleta amani, uthabiti na usalama wa kudumu katika eneo la magharibi mwa Asia. Vilevile Al-Akbar Velayati, mshauri mwandamizi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameonya kuwa Marekani inaangukia mtego wa kimkakati uliotegwa na Israeli, akisema kuwa Marekani itapoteza kabisa mabaki ya uaminifu wake katika eneo la Asia Magharibi iwapo itaanzisha vita vingine dhidi ya Iran. Ali Akbar Velayati, mshauri mwandamizi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameonya kuwa Marekani inaangukia mtego wa kimkakati uliotegwa na Israeli, akisema kuwa Marekani itapoteza kabisa mabaki ya uaminifu wake katika eneo la Asia Magharibi iwapo itaanzisha vita vingine dhidi ya Iran. Sasa hayo yakiendelea, ni kwambie vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti hivi leo kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani la Teherani kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo yaliyo karibu na Iran na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israeli. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Iran kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Karibabadi amesema Teherani pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Masharti kama yalivyoelezwa katika ripoti za Iran ilionekana hayajabadilika sana kutoka kwa pendekezo la awali la Iran ambalo rais wa Marekani Donald Trump alilikataa wiki iliyopita kama takataka. Kumbuka Jumatatu Trump alisema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Teherani kutuma pendekezo jipya la amani kwa Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Na nikwambie tu, mgogoro unaizunguka Iran tayari umegharimu makampuni kote ulimwenguni angalau dola bilioni 25 kwa gharama za ziada, na takwimu hiyo inaendelea kuongezeka. Reuters imeripoti kinukuu uchambuzi wa ripoti za makampuni. Kampuni zinakabiliwa na kupanda kwa bei za nishati, minyororo ya usambazaji iliyokatizwa na njia za biashara zilizovurugwa na kizuizi cha mlango wa Hormuz. Kulingana na ripoti hiyo, angalau makampuni 279 yametangaza hatua za kupunguza hasara za kifedha, ikiwa ni pamoja na ongezeko la bei, kupunguzwa kwa uzalishaji, kusimamishwa kwa gawio na kufutwa kazi kwa wafanyakazi, Reuters imesema. Vilevile mashirika ndege yameathiriwa zaidi na mzozo huo, yakichangia takriban dola bilioni 15 kwa gharama za ziada. Shirika hilo limesema likitaja Toyota, Proctors na Gambos na McDonald miongoni mwa makampuni ambayo yameonya kuhusu athari mbaya za mzozo huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bagei amesisitiza kwamba kutoganda kwa mali za Iran na kuondolewa kwa vikwazo si masharti tu yaliyowekwa na Teherani, bali ni haki halali ambazo wamekuwa wakizitetea kwa muda mrefu. Kuhusu kutoganda kwa mali za Iran, hii inaweza kuonekana kama mahitaji ya Iran, si sharti tu, alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Hii ni haki halali kabisa. Hatutarajia upande mwingine utupe pesa tu. Hii ni haki ambayo ilichukuliwa isivyo haki kutoka Iran. Ya dunia, mimi ni Richard Shio, The Rich Voice.